Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhali gani? Kumekuwa na matukio ya kusikitisha na matukio haya yamekuwa na utata kidogo, ambapo weekend hii kumekuwa na gumzo kidogo mitandaoni kuhusiana na ripoti ya mwili ambao ulionekana tangu kama siku 2-3 nyuma huko, na mtu aliurekodi ikiwa mto Msimbazi ule maeneo ya huko Tabata, na mwili ule ulionekana umekatwa kichwa. Sasa haukutambuliwa. Baadaye zikatoka habari kwamba mwili huo umetambuliwa na ndugu na umefahamika. Lakini sasa jeshi la polisi nalo likaibuka na likaja kusema kwamba, ambapo wana taarifa hii rasmi, jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limesema linafanya uchunguzi wa kifo cha James Temba, ambaye huyo ndiye aliyetambuliwa na familia yake. Ule mwili ambao ulikuwa hauna kichwa, familia waliweza kutambua na kuthibitisha kwamba ni wa mtoto wao huyo James Temba. Sasa kifo cha James Temba, mkazi wa Tabata cha Ng'ombe, wilaya ya Ilala, ambaye mwili wake ulikutwa unaelea kwenye maji yaliyokuwa yanatiririka katika mto Msimbazi, eneo la Kipawa, wilaya ya Ilala. Taarifa ya jana Mei 3, 2026 iliyotolewa na polisi wa kanda hiyo Jumanne Murilo imeeleza kuwa mwili huo ulipatikana Aprili 30, 2026 majira ya saa 9 na kubainisha kwamba mwili huo haukuonekana kuwa na kichwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa mwili huo unaweza kuwa wa mtu aitwaye James Temba, huku uchunguzi wa kina ukiendelea ili kubaini chanzo cha kifo hicho kabla ya hatua zaidi za kisheria kuchukuliwa kwa watakaobainika kuhusika. Sasa hilo ni tukio la kusikitisha ambapo jana pia limeteka mitandao mingi baada ya kutikisa na kuthibitishwa kwamba ni bwana James Temba huyo, na tuliona Mheshimiwa Temba alimposti huyo ndugu yake akithibitisha na kwamba familia wamemtambua, wanasubiri taratibu nyingine za kipolisi ili waweze kuruhusiwa kuzikwa. Lakini imekuwa kidogo ni sintofahamu kubwa. Sasa wakati hilo likiwa halijapata hata mwafaka, hapo jana kuna taarifa imechapishwa pia na Maulid Kitenge, tena imeeleza kwamba mwili wa mtu mmoja aliyekufa umekutwa kwenye daraja la Salenda mchana huu. Hiyo ni changamoto tena nyingine, ambapo tayari kikosi cha jeshi la uokoaji na zimamoto limeshafika eneo la tukio. Zimamoto na uokoaji hao wamefika eneo la tukio. Sasa hii imeweka maswali mengi sana, comment mitandaoni. Kwa nini vifo vimekuwa kama jambo la kawaida Dar es Salaam? Lakini bila shaka vyombo vya usalama vinashughulikia, na hizi ripoti zote tutazipata rasmi kutoka kwao. Vyanzo vya vifo hivi ni nini? Watu wanakuwa na taharuki, lakini bila shaka watakuja kutuweka sawa, watueleze baada ya kufanya uchunguzi wao wa kina. Nini maoni yako? Hebu shiriki nasi kwenye comment hapo. Asante.